Takriban wa Palestina 404 wameuawa na wengine 562 kujeruhiwa wakati Israeli ilipofanya mashambulizi makubwa huko Gaza na kusambaratisha mapatano ya usitishaji vita uliodumu kwa miezi miwili na Hamas. Mashambulizi ya leo Jumanne Machi 18 yamefanyika kote ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na Khan Yunis, Rafah kusini mwa Gaza, Gaza City kaskazini na maeneo ya kati kama Deir al-Balah. Wizara ya afya ya Gaza inayoongozwa na kundi la Hamas imesema wengi wa waliouawa katika mashambulizi hayo walikuwa ni watoto wadogo. Wizara ya afya ya Palestina imesema kuwa mashahidi 404 na majeruhi 562 ni wale waliofikishwa katika hospitali za ukanda wa Gaza hadi sasa, na kuongeza kuwa idadi kubwa ya waathiriwa bado wako chini ya vifusi. Hamas ambayo inatawala Gaza imesema inayaona mashambulio ya Israeli kama kufutwa kwa upande mmoja kwa mapatano ya usitishaji mapigano ulioanza tangu Januari 19. Katika taarifa yake, Hamas imesema kwamba Netanyahu na serikali yake yenye msimamo mkali wanafanya uamuzi wa kubatilisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuwaweka wafungwa huko Gaza katika hatima isiyojulikana. Hamas imetoa wito kwa watu katika mataifa ya Kiarabu na Kiislamu pamoja na watu huru wa duniani kuingia mitaani kupinga mashambulizi hayo. Kundi la wabeba silaha la Palestina Islamic Jihad PIJ limeshutumu Israel kwa kuhujumu kwa makusudi juhudi zote za kufikia usitishaji wa mapigano. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema aliamuru jeshi kuchukua hatua kali dhidi ya Hamas kwa kukataa kwake kuwaachilia mateka waliochukuliwa kutoka Israel au kukubali kurefushwa kwa muda wa usitishaji wa mapigano. Ofisi ya waziri mkuu Netanyahu katika taarifa yake imesema kwamba Israeli kuanzia sasa na kuendelea itachukua hatua kali dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu za kijeshi. Jeshi la Israeli kwenye mtandao wake wa Telegram limesema kwamba lilikuwa likifanya mashambulio makubwa dhidi ya maeneo yanayotumika kwa shughuli za ugaidi na kundi la Hamas. Taarifa ya ofisi ya vyombo vya habari vya serikali huko Gaza imesema kwamba mauaji haya ya kikatili yaliyofanywa na jeshi la Israel linalokalia kwa mabavu yanathibitisha kwamba uvamizi huo unaelewa tu lugha ya mauaji, uharibifu na mauaji ya halaiki. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Waisraeli wanafichua nia yao ya kweli ya kazi ya kumwaga damu ya watu wasio na hatia bila kizuizi chochote cha kiuadilifu au cha kisheria, ikithibitisha kwamba wana mpango uliopangwa wa kuendelea kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya watoto na wanawake. Mazungumzo juu ya awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano ambayo yatawezesha kuachiliwa kwa karibu mateka 60 waliosalia na kuanzishwa kwa usitishaji wa kudumu wa mapigano yamekwama kutokana na msisitizo wa Israel kwamba awamu ya kwanza iongezwe hadi kufikia katikati ya mwezi Aprili. Hamas imewaachilia wafungwa takriban dazeni 3 ili kubadilishana na karibu wafungwa 2000 wa Kipalestina tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano. Wakati Israeli haikutangaza rasmi kwa uwazi mwisho wa usitishaji wa mapigano, maafisa wake wakuu walisema kuwa mashambulizi dhidi ya Gaza yataendelea. Katika taarifa yake, waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz alisema kuwa milango ya kuzimu itafunguliwa katika eneo la Gaza ikiwa mateka waliosalia wasingaliachiliwa. Alionya kwamba Israel haitaacha kupigana hadi mateka wote warudi nyumbani na malengo yote ya vita yatimie. Vita vya miezi 18 vya Israel dhidi ya Gaza vimesawazisha sehemu kubwa ya eneo hilo na kusababisha nyumba, hospitali na shule kuwa vifusi. Vikosi vya Israeli hadi sasa vimewaua zaidi ya watu 48,000 katika eneo hilo, kwa mujibu wa mamlaka ya afya ya Palestina inayoongozwa na kundi la Hamas.
Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis John Kumwenda wa Uhai Online TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. As you can see, there's strike. There's strike, as you can see.